Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa ni katika eneo la jiji la Arusha, maarufu kama Tekiniko Mti wa Mila. Eneo hili inakutana jamii ya Kimaasai, wakiwemo wazee wa kimila Malegwanan. Kama wanajambo hapa wanajadili. Leo kuna jambo ambalo limejitokeza ikihusiana na tamko linalohusu wananchi wa kijiji cha Engutukoit ambao walikuwa wanalalamikia kuporwa eneo lao na mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Batilda Buriani. Wananchi hawa ambao wao waliadhimia kuvunja chungu kwa ajili ya wale wote ambao walihusika kupora eneo hilo, iwe yoyote aliyehusika, aliyeona, anayefikiria kuwa dhulumu. Lakini Mheshimiwa Batilda naye amejitokeza na kueleza kwamba eneo lile ni eneo lake halali. Kupitia wazee hawa wa Malegwanan wa mila, wamepata taarifa kutoka kwake na akawaonyesha ushahidi wote wa kuthibitisha kwamba eneo lile ni eneo halali na amelipata kihalali na hati ya eneo lile anayo. Tamko la viongozi wa Maria katika kikao cha tarehe 26 mwezi wa 6 hapa makao makuu Oretetilo Maria, kwamba namba moja, mambo ambayo tunaazimia leo, kwamba tumepokea barua kutoka ya kuomba msaada kusuluhisha mgogoro wa ardhi kati ya mwekezaji Mheshimiwa Batilda Buriani na wananchi wa kijiji cha Engutukoit, kata wa Oldonyo Uas, wilaya ya Rumeru. Tumepokea hiyo barua. Tumepokea pia vielelezo vya eneo hilo ambayo ni hati miliki. Hii hapa imeandikwa right of occupancy, inayothibitisha kwamba eneo hilo limeanza kumilikiwa tangu 2012, na tumefuatilia pia ofisi ya ardhi wilaya ya Arusha DC na kujiridhisha kwamba kila mwaka mwekezaji kwa maana ya Batilda analipa ada za serikali, na kwa hiyo eneo hilo ni mali yake halali. Namba 3, tumewaita viongozi 6 ambao ni viongozi Malegwanan wa Engutukoit kuja kushirikiana nasi katika shauri, kupata majibu katika shauri hili. Tumemwita Malegwanan anaitwa Saruni Olashilari Molel. Tumeita viongozi 3 wa Molel na 3 wa Laiza. Huyu Saruni Olashilari Molel ni wa kwanza. Tukamwita mwingine anaitwa Matayo Olobis Laiza, na mwingine wa 3 Peria Taiko Molel, Leskar Olobis Laiza, Nairisha Orkedenye Molel na Isaac Mbapeta wa Laiza. Katika vikao vyote viwili hapa Maria, wakiwa kama viongozi wenyeji katika eneo lenye mgogoro, lakini hawakuja na wala hawakufuatilia tulichowaitia. Na hii ni kinyume na wajibu wa kiongozi wa kimila katika kufuatilia mambo na kusuluhisha na kuwapatanisha watu katika eneo lake. 4, tumelazimika kutoa kusudio la mchungu kwa muhusika, kwa mtu yoyote anayehusika au kikundi cha watu wanaotaka kudhulumu eneo lake la halali la Batilda Buriani na kumchafua jina lake akiwa kiongozi wa serikali kwa lengo la kuharibu kazi yake. Kibali cha chungu kitatolewa tarehe 11 mwezi wa 7 2025 endapo usuluhishi hautatokea au utafanyika. 5, viongozi wote wa mila wa eneo la karibu na Engutukoit wafuatilie na waelewe kwa undani tatizo hili na waelimishe wananchi ukweli wa jambo hili ili kuondoa utata. Endapo kuna mtu au kikundi cha watu wenye vielelezo vinavyoonyesha eneo ni lenye mgogoro, basi walete hapa Maria ili sote tusaidiane kutetea eneo la wananchi. Na kama hakuna, basi watulize wananchi katika mihemko na moto waliowasha ya kuwadanganya wananchi, kwa kuwa eneo hilo kama eneo lo sio la kijiji. Namba 6, kwamba viongozi wa mila kwa umoja wetu wasitumike na wanasiasa
na watu wenye maslahi binafsi kukosanisha amani katika jamii ikiwa ni chanzo ni wao. Namba 7, Baraza la Maria halitawavumilia viongozi wa mila wasiowajibika kikamilifu katika jamii kadri kiapo chao kwa kushindwa kutoa ushirikiano na malaganani wenzake na serikali. Namba 8, kwamba baraza litaendelea kutetea haki ya kila mtu mmoja, kikundi cha watu inayotoka kupora na kuporwa na mtu au kikundi cha watu pasipo mastahili au haki zao. Namba 9, aidha Baraza la Maria litaendelea kushirikiana na serikali na wadau kuendeleza mila na desturi yetu ya kuwasuluhisha na kuwapatanisha watu na kuhakikisha haki inatendeka na kuhimiza amani na utulivu na usalama wa watu wote. Namba 10, kwamba Baraza la Maria inaiomba ofisi ya kata ya Oldonyo Uas na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Arusha DC kutupatia nakala ya cheti cha usajili, nambari ya kijiji cha Engutukoit pamoja na ramani yake ili isaidie katika utatuzi wa swala hili. Not better kwamba sote kama viongozi tutambue kwamba hili sio jambo la kufumbia macho, ila kila kiongozi wa mila na serikali ahusike kushiriki kusuluhisha swala hili la Batilda Buriani na kutetea haki kwa kupitia baraza letu la Maria na kufikia maridhiano ya pamoja. Tunashukuru kwa kutuelewa na Mungu awabariki. Imesainiwa leo tarehe 26 mwezi wa 6 na mwenyekiti Isaac Lexongo Meijo na katibu mkuu Amani Lukumai. Hiyo ndio tamko ambalo tunataka kusema. Maria hoye! Kila mtu ameelewa Ya, sasa hii wale watu wa Oldonyo Sambu, Oldonyo Uas mtaona makaratasi hii ili tusaidie. Emiki ya sehemu ya kuvurugu. Sisi ni sehemu aikiranga itoyoko. Si ndio Tuhakikishe kwamba tunaleta tusie sehemu ya wanasiasa. Amora wanasiasa ala bembana neja akajuito duonano. Sisi hatufiki huko, tunataka kuhakikisha kiore ndoki nikinda hiki abaraki. Baka eleweke. Mama yetu, kiongozi wetu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Tanga, ambaye ni mwenyeji wetu, ni msaliwa mkoa wa Arusha. Kweli nasikitika jamii iliyotumika kama baadhi ya viongozi wa mila na desturi zetu, kundi la vijana na malaganani kama wamehusishwa na jambo hili. Naomba radhi kwa sababu Maria kama msemaji mkuu wa jamii hatuna habari na hilo, lakini tumeona jina lake kisambazwa kama mtu mhalifu wakati ana haki zake zote ambaye amepata. Kama mliposikia ni shamba ambayo ni miaka iliyopita 2012 na anamiliki yake, na tumesomea hapa, na yeye tunashukuru ametushirikisha, na tuliita wale viongozi kutaka ili jambo lifike kwenye jamii ili lisiendelee, kwa sababu sio nzuri. Unapoona viongozi watu wanatangaza na kusalilisha, unapunguza ile ubora ya uhuru ya nchi, lakini haki ya mtu moja. Kwa hiyo hili tumeingilia na kusema kwamba tunatamuka kwamba Maria, tunaomba radhi kwa mama yetu, kiongozi wetu mkoa wa Tanga, lakini pia wale ambao wamefanya hivyo wazirudie, kwa sababu anatupeleka jamii yetu vingine tofauti na tunavyofanya kazi. Kwa hiyo ombi letu kama bari ulivyosoma, naomba kwa waita hawajatoa ushiriki, bado tunaombea nafasi watengeneze amani kule, ikiwa ni kutambua haki za mtu na watu wasitumike. Maana yake wasitumike. 2019 mwaka uchaguzi kama leo, mama huyu aliandamwa tu katika ardhi hiyo, lakini tayari napata habari kumbe hata ile shamba aliponunua tayari kuna eka 1000 ambaye ameachiwa wananchi. Yeye akabaki na kitu kama eka 2000, akawekeza 2100 akawekeza. Sasa ile mwekezaji anashindwa kupewa fursa kufanya hiyo shughuli. Uongozi unaingilia sijui kijiji sijui kata na kutumia jamii tofauti tunavyoitaka.
kitu ambayo ni kinyume. Ombi langu kama mwenyekiti kwa niaba ya jamii, wa viongozi ya jamii, naomba serikali husika ikianzia kijiji hicho na kata hiyo na tarafa hiyo, kwa maana uongozi wote na wilaya na mkoa isogelee hilo jambo, kwa sababu hatutaki jamii zetu isalilishwe kana kwamba watu ambao hawajui sheria. Lazima ukikuta kitu kuna sheria, sheria ndio inaongoza nchi. Sheria ndio inatupa uhai, bila sheria hatuna uhai, hatuna amani. Hii amani tuliozoea katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo unapoingilia haki ya watu au mtu anapopotosha ukweli ni mbaya. Aanza kwa kisiasa, nachukia kwa sababu mwaka 2019 siasa ilikuwa kwenye shamba. Leo katika mwaka wa uchaguzi inakuja tena. Sasa unakatisha tamaa kwa viongozi wetu walioko madarakani, nao wakipata mali ya kumiliki kwa haki. Sio nzuri ukiona anafurugwa. Kwa hiyo na sisi kama jamii au kama mimi kama kiongozi natambua kwamba viongozi wale wazidi kutoa msaada ya kusaidia jamii, kusaidia jamii kwa ukweli na haki ya watu na haki ya mtu. Wasipotoshwe na pala ambayo wanasiasa kwa sababu ya maslahi ya kisiasa yaajibishwe. Maana sisi tumeita wale viongozi tutake tujue kwamba nani kiongozi kwa nyuma hili jambo na kumnyima watu amani, ili tueleze serikali badala watu wengi kuingiliwa. Basi inaonekana kwamba mtu fulani anaendesha hii siasa kwa maslahi yake. Maana iko taratibu na hiyo namna hiyo. Na hiyo hilo. Nakuja la pili ambayo ninayo. Swala lingine. Juzi Mheshimiwa Mwalagwanani kulitokea mtafaruku katika eneo la Lerai. Vijana wetu na viongozi wote sisi tuliondoka, wengine wachache kuwakilisha jamii, viongozi wa Maria, tumeenda mkutano mkuu wa Umoja wa Machifu Tanzania ambayo imefanyika kule Kisesa Bujora. Na Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi. Lakini tulikwenda wakati tumefanya kikao kuhusu eneo la Lerai tarehe 16 mwezi uliopita. Lakini wakati tumeenda tulikuwa tumezungumzia katika ofisi ya RAS, katibu wa mkoa, jambo la Lerai ambayo limekuwa na mazoea watu kufahamia kujenga, ambayo ni jambo ambayo kuna kampuni ya Buruka toka 2016 tulikuwa na kikao ya kuendelea kujuana kwamba kwa nini nyinyi mna haki hapa, kwa nini naingia. Wakati tunaendelea kwenye ofisi ya jiji kwa mkurugenzi ambayo tumefikia mkubwa, ikaja tena viongozi nyingine ya wilaya halmashauri ya ya Rumeru, wakaingilia pale, wakapima viwanja za 9, wakataka kuweka hati, kitu ambayo imeletwa hiyo hati eti kutaka kutukabidhi hati moja eneo la jamii, eneo lote ni la jamii. Sisi viongozi ya Maria tukakataa kusaini, maana yake madai yetu eneo ile ni ya Maria yote. Lakini sijui ameingiaje au umekuaje kampuni ikaja ikamilikisha maeneo ya jamii. Wakati tunaendelea na ofisi ya mkoa kusema kwa nini hili, na hata ofisi ya RAS imetembelea hiyo eneo na kuona ni eneo la maji ambayo inatumika na zaidi ya watu 400. Maji inayotumika kule Muriat, maji inayotumika kule Olasiti wote, hata inayokwenda kule Jeshini Waljoro, hiyo maji ndio inatumika. Lakini watu wachache kwa uroho harisi wakaingilia kwenda kupima viwanja. Wakati tunaendelea na ofisi ya mkoa wakaenda kujenga, kuweka majengo pale, kitu ambacho tumechukia sana. Tarehe 19 tukahabarisha kwamba sisi tunasafiri. Tarehe 20 kulikuwa na kikao jamii pale, vijana wetu kuandaa usafi pale kwa ajili ya tarehe 20 mwezi wa 10 ambayo ndio zoezi la miaka 7 kufukuliwa jiwe la Rika kuja kupata baraka pale ya hiyo maji na chokaa iliyoko pati ambayo imeeleweka. Hata wakati fulani watu wa kampuni hiyo wamekata miti fulani ili 2022 walibidi walete kondoo na pombe asali tufanye maombi pale. Kampuni wakafanya hivyo. Lakini juzi tunakuta wanaweka majengo. Vijana wamefanya vikao pale. Maandamano yamefanyika. Kweli sisi viongozi ya Maria hatukuwa tunafahamu hilo. Lakini imefanyika. Ilipofanyika ile maandamano wakaonekana kwamba ni maandamano yamekuwa kubwa zaidi ya watu 1000, lakini tulieleza serikali hili limetokea tu watu kwenda katika eneo hilo, hakuwa na nia mbaya, alikuwa na nia ya kufanya usafi pale kwa kufanya maandalizi ya tarehe 20 mwezi wa 10. La pili, mnajua tarehe mwezi wa 10 ndio mwaka wa uchaguzi. Lakini hatujajua kwamba ni tarehe ngapi, haijatangazwa.
Lakini tukasema inawezekana tarehe 20 ambayo tunafanya sosi letu pale Baraka kwa watoto wetu ikaangukia uchaguzi. Alikuwa pia wale vijana au viongozi wanafanya utaratibu gani watajipanga siku ile washiriki kufukua jiwe bila kuadhiri masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo katika hilo kwenda kukusanya hilo ndio sisi tulikuwa najua. Katika kufanya hivyo wakawa watu wengi wamesidi hivyo. Kwa hiyo ombi au tamko la kikao hiki bado tumefanya kikao leo ndogo, lakini tunasema kwamba sasa hivi ataambiwa kwamba wasifanye jambo lolote pale. Wasifanye jambo lolote pale sababu tayari serikali imeingilia kujua nani mwenye haki au mwenye nani, na sisi tunataka kumwambia jamii tuendelee na utulivu huo. Ikiwezekana siku za vikao kwa vyombo vinavyohusika turipoti kwamba tuna kikao leo, mwenyekiti wa umoja wa vijana yuko pale, mdogo wetu ile Mashao atairipoti kwa nani ili tufanye vikao huru. Sawa jamani? Sawa jamani? Sawa. Hilo sawa jamani? Sawa. Kwa sababu nchi yetu tunataka amani. Hilo ndio ombi langu, tufanye hivyo. La mwisho, tushiriki uchaguzi kweli kweli. Tushiriki kweli kweli. Wasawa kimila ndio mfano ya kushiriki uchaguzi. Siku hiyo uwa kwanza, asubuhi na mapema uwe kwanza umefanyaje? Umemaliza. Tena imewekwa kipaumbele wale wazee, mabibi wazee wamalize. Sawa jamani? Sawa. Hiyo ndio kazi wa viongozi wa mila. Na Samia ni chifu Hangaya mkuu, ni mlezi wa machifu ya viongozi wote Tanzania. Kwa hiyo hatutaki kumharibia taratibu zake na fadhila ambayo anatupa. Kwa hiyo ombi letu tuendelee kuwa na serikali, tushikamane, tutetee maeneo yetu ya kuabudia kama Maria, kama Larai, kama pale Mwandeti Mkula, kama kule Orngesher. Tuendelee kutetea ndani ya serikali yetu tulio na imani kwamba uko bega kwa bega na sisi. Sawa jamani? Hilo ndio ombi ambayo tumesema kwamba leo tutatangaza, na hatuna nia mbaya, tutaenda vurugu. Jamii ambao na amani, wana makundi mazuri wa vijana kujielewa kanuni ya nchi. Tunataka tusitumike na mwanasiasa na mtu yeyote ambaye ana hila katika uchaguzi huu au na serikali au mwasita. Tusitumike kabisa kwa njia yoyote ile na isionekane. Na tukiona Malaigwana ni viongozi wa mila, mtu ambaye anakuja kuwalobi watu katika nchi hii kwa sababu ya uchaguzi au kuharibia, tuikemee bila bila kufanyaje? Akitoka ndani mwetu kama ni jamii yetu tuikemee. Sisi tunachotaka ni nchi kuendelea mbele, ni nchi kufanya masuala ya maendeleo na wananchi kuendelea kupata haki kwa jinsia zote. Hakuna mtu mume, hakuna mtu mke, hakuna mtu mtoto, wote wana haki. Hiyo ndio tamka na hili baraza. Na serikali haina shaka na baraza yetu yote. Ukianza ya Maria na mpaka wa chini. Vikao vyetu tunafanya kwa uhuru kwenye vitongoji vyetu. Malaigwana ni binafsi kuamua mashauri ya watu. Gogoro, hiyo ndio kasi yetu.